Hujambo mtazamaji na karibu tena kwa kipindi kingine cha ushauri wa jamii. Jina langu ni Mwalimu Filipo na leo tunaongea juu ya ufanisi. Ufanisi katika jamii. Sijui kama ushawahi angalia jamii mbalimbali ukaona tofauti kati ya jamii moja na nyingine. Na sijui kama ushawahi chukua muda kujiuliza mbona watu wa jamii fulani wanakaa kufanikiwa sana kuliko watu wa jamii nyingine. Hata saa zingine utashangaa kuona watu wa jamii fulani hata ukafikiria hao walibarikiwa sana kuliko nyinyi. Na saa zingine unaweza fikiria wale watu wako na kiburi. Lakini sio kiburi, ni baraka. Kuna watu wamebarikiwa. Na hivyo walivyobarikiwa, saa zingine baraka zao hata wanashindwa kuzieleza. Saa zingine inakuwa ngumu kusema hawa watu walibarikiwa aje. Mtu amejikuta kwa family iliyobarikiwa. Aka grow. Hivyo ameoa kwa family ambayo imebarikiwa. Na hivyo ameoa kwa family iliyobarikiwa, ndivyo walivyozaa watoto ambao wamebarikiwa. Alafu wale watoto wamegrow nao wakazaa watu waliobarikiwa. Katika mtazamo wa mwanadamu, huwa tunaangalia baraka mara nyingi kwa namna tatu. Baraka ya kwanza, watu huangalia mali au vitu vya kuonekana. Kama vile magari, mashamba, nyumba, ako na mabiashara makubwa. Watu tunaangalia hiyo kama kuwa baraka. Number 2, watu wanaangalia vyeo. Kama hao watu wa hiyo familia walipata cheo kwa serikali ama cheo kwa kampuni fulani, ako na sauti ya kusema, ni kiongozi wa watu mahali. Basi kwa sababu hiyo inakuwa tunamtazama na kumuona kama mtu aliyebarikiwa. La tatu, kama watu tunaangalia masomo. Unakuta ule mtu alisoma, watoto wake wamesoma, watu wao wamesoma, na wamesoma mpaka wakaenda kwenye viwango vya juu. Sasa huko katikati ya watu, hao watu huwa unasikia habari zao zazungumzwa kila saa. Watoto wao walisoma, mtoto wa fulani alisoma sana. Hiyo jamii ni jamii ya wasomi. Ama hiyo jamii ni jamii ya viongozi. Viongozi karibu kila wakati wanatokaga huko. Au hiyo familia ni tajiri. Na mara nyingi hatuangalii afya kama utajiri au kama fanaka. Utakuta familia inaweza kuwa na watu waliosoma sana, lakini mule ndani kuna watu ambao hugonjeka sana. Ama ikawa na watu walio katika vyeo vya uongozi, lakini pia ikawa na watu ambao ndani yake ni wagonjwa. Na au ikawa kuna matajiri sana, watu wenye mabiashara makubwa, lakini hivyo walivyotajirika ndivyo wanavyopambana na magonjwa. Unaweza kuona familia fulani ni matajiri, wako na magari, nini, lakini ugonjwa hauondoki. Kwa taarifa yako, afya ni baraka. Kuanzia leo, fikiria kwamba afya ni baraka.
Inawezekana hujaiwaza hivyo, lakini kwamba unaweza kuamka asubuhi ukatembea kwa miguu yako ukijisikiza katika mwili wako hakuna mahali panauma, hiyo unafaa uhesabu kuwa baraka. Kwa hivyo baraka ni za aina nyingi, na baraka ya kwanza iliyo muhimu sana ni baraka ya afya. Ukiangalia sana, kama afya inaanza kuleta shida, afya huwa inaanza kutumia zile pesa za ule utajiri, ama inaanza kuadhiri cheo cha ule mtu, ama inaanza kuadhiri masomo yake. Kwa hivyo afya ndio fanaka ya msingi katika maisha ya mtu awaye yote yule. Katika Biblia yuko bwana mmoja anaitwa Yohana. Yohana alikuwa mwanafunzi wa Yesu. Na huyu bwana ametembelea kanisa fulani kule Efeso. Amelikuta liko na mzee anaongoza, anaitwa Gayo. Akamwangalia Gayo, akaona Gayo ako na baraka fulani, lakini hana utimilifu wa baraka. Na hapo akaona anafaa kumwandikia, na akamwandikia waraka unaoitwa waraka wa Yohana wa 3 leo. Akamwambia kwa mzee Gayo, na kuombea kwamba ufanikiwe katika mambo yote, na kuombea uwe na afya njema, na kama vile nafsi yako inazidi kufanikiwa. Sasa kuna watu huwa wanafanikiwa katika nafsi zao, lakini wana shida ya afya. Na wana shida katika fanaka ya mambo yote. Huyu Gayo, katika nyumba yake kulikuwa na kanisa, na watu walikuwa wanakuja, wanakutana pale, wanaomba, wanaenda. Na saa zingine hata wageni wahubiri walimtembelea, na Gayo akawapatia chakula, akawapatia mavazi, akawapatia mahali pa kulala, akawahudumia vizuri, alafu akawaachilia. Lakini Gayo hakuwa na fedha. Kwa hivyo aliwaacha wageni hivyo hivyo tu, walivyokuja ndivyo walivyokwenda. Ninapoongea juu ya fanaka, napenda nikwambie kitu kinaitwa msingi wa kufanikiwa. Msingi wa kufanikiwa ni kushiriki mali yako na mtu mwingine. Kushiriki fedha yako na mtu mwingine. Kushiriki chakula chako, nguo zako, viatu zako, muda wako na mtu mwingine. So, baraka au fanaka hupatikana katika kushiriki zile vitu uko navyo. Leo ndani ya kanisa utasikia matangazo watu wakisema siku ya Jumatano ama Alhamisi jioni tutakuwa na ushirika. Hajawahi uliza mtu nikasikia katika kanisa kuuliza ushirika ni nini? Na kama yuko, viongozi wanajua kwamba kukutanika ni kukutanika kuomba na kwenda. Lakini neno hilo ushirika katika Biblia lilionyesha kwamba kwanza neno hilo katika lugha iliyoandika Biblia linaitwa koinonia. Na koinonia maana yake ni kushirikiana na wengine vitu ulivyo navyo. Na hakuna mtu ukosa kila kitu.
Huwezi kosa wakati, ukakosa nguvu, ukakosa ufahamu, ukakosa mavazi, ukakosa viatu, ukakosa chakula, ukakosa fedha. Huwezi kosa kila kitu. Kwa hivyo angalia ni nini uko nacho, na ujue ya kwamba baraka huja katika kushirikiana. Maandiko matakatifu yanasema msichoke katika kuwakaribisha wageni, kwa sababu wengine kwa kufanya hivyo waliwakaribisha malaika bila kujua. Kwa sababu malaika saa zingine wanatembea kwa hii dunia kama watu. Anaweza kuja kwako akiwa amevaa sura kama yangu, kafikiria mimi nilitembea kwako. Kumbe mimi sikuja, alikuja malaika akavaa sura yangu, ama hata mtu mwingine. Na si lazima waje kwa ndoto, wanaweza kuja mzima mzima hivi watu. Kwa hivyo jifunze kushiriki vitu zako. Saa zingine utakuja kuta umeshirikiana na malaika pasipo kujua. Sasa mzee Gayo alikuwa anawakaribisha watu, anawapa chakula, patia mahali pa kulala. Alafu walikuwa wametoka safari ya mbali wale wahubiri. Hakuwapatia kitu, wakatoka hivyo hivyo. Sasa Yohana akamwangalia akaona huyu bwana Gayo hali zake zinaendelea kubaki vile vile. Hakuna kitu kinaongezeka. Akamwombea afanikiwe katika mambo yote na awe na afya sawa na vile roho yake inavyozidi kufanikiwa. Katika maneno ya ukaribishaji, tuna mfano wa binti mmoja aliitwa Rahab. Rahab katika hali ya kuangalia kwa kawaida hakuwa na maisha mazuri vile. Maandiko matakatifu yanaonyesha aliishi maisha ya kuwakaribisha wanaume akiwa kama kahaba. Lakini siku zingine pale amekaribisha watu wawili katika mji mmoja unaitwa Yeriko. Hawa watu wawili amewakaribisha walikuwa si watu wa kawaida. Alikuwako wajumbe waliotumwa kwenda kuutazama ule mji, wakiwa wametoka Israeli. Wameingia, amewakaribisha, alafu baadaye amewaacha wakaenda. Na hivyo ndivyo baraka za Mungu zimemjia. Maisha yake yamebadilika, amebarikiwa sana, amekuja akawa mtu wa imani. Hivi leo tutasoma katika Biblia kwamba yeye ni sehemu ya watu waliokuwa katika ukoo wa Yesu enzi zile. She is the great grandmother, the great grandmother of Jesus. Just because alikaribisha wale watumishi wa Mungu waliokuja katika nyumba yake. Kukaribisha kuna baraka kubwa. Nilipokuwa naongea na watu fulani katika mji wa Nairobi, nisikia wakisema siku hizi maneno ya kukaribisha yalifika mwisho, kwa sababu unakaribisha mtu, kumbe hivyo umemkaribisha ndio amekusaidia kubeba zile vitu zilikuwa katika nyumba yako, amekuibia. Na kwa hivyo katika maneno ama katika hali ya kukaribisha kuna namna nyingi. Unaelewa mazingira yanayokuzunguka, na si lazima ulete mtu kwa nyumba yako. Unaweza mkaribisha mtu ukampa chakula kwa hoteli, ama ukampa fedha ukamwambia enda ujipange pale, ama ukafanya kama vile Msamaria mwema alifanya. Msamaria mwema ameenda akasema, akaweka ule mtu aliyekuwa mgonjwa hospitalini, na akasema wacha akae hapo, mimi naenda kutafuta fedha, siku zingine nitakuja kulipa. Unaweza peleka mtu kwa hoteli, lodging, alale, alafu unamwambia ule bwana wa lodging kwamba wacha huyu bwana alale hapa, mimi nitakuletea fedha, shika hii kiasi ya fedha niko nayo, alafu nitakuja nikuletee. Kuna njia nyingi za kukaribisha watu. Unaweza karibisha mtu ndani ya kanisa, ukamkaribisha ndani ya hoteli ikiwa uko na wasiwasi ya kumkaribisha kwako. Pia unaweza tenga chumba fulani
ambacho wewe unajua hicho tu ni chumba cha wageni ambapo unajua wanalala na hawezi toka na kitu wakienda. Pia lazima ujue ni mtu wa jinsi gani unayemkaribisha. Kwa hivyo pana haja ya kuwaelewa vizuri watu kabla ya kuwakaribisha katika nyumba yako, ndio usiwe na shaka katika kukaribisha, kwa sababu maandiko matakatifu yanasema mtu mwenye shaka katika kukaribisha huwa hawezi kupokea baraka yoyote. Kwa hivyo kusaidiana, kushirikiana ni kitu cha muhimu sana. Nimesema leo ninaongea habari ya baraka. Mungu siku mwingine aliongea na wana wa Israeli akawaambia hivi. Akawaambia, angalieni mahali mlipotoka. Angalieni ni kwa mwamba gani mliochimbwa. Muangalie maisha yenu, muangalie mlitoka wapi. Akasema mkiangalia huko nyuma mtaona mlitoka kwa Abrahamu, na Abrahamu ndiye baba yenu wa imani. Na Mungu akawa anasema hivi, huyo Abrahamu pale mimi namuita alikuwa hana kitu. Kwa wale ambao mnajua ni kwamba Abrahamu wa familia yao walikuwa wanaabudu sanamu, walikuwa wanaabudu mizimu, walikuwa wanaabudu vinyago. Lakini Mungu akamuita Abrahamu akamwambia toka kwenu. Akatoka mzima jinsi alivyo na mke wake, hakubeba kitu. Abrahamu hata maono hakuwa nayo. Mungu akamwambia wewe ukishatoka ndio nitakupatia maono. Alitii sauti ya Mungu tu akatoka. Sasa Mungu anasema, muangalieni Abrahamu. Nilipomuita mimi Abrahamu hakuwa na kitu. Lakini nilivyomuita hivyo ndivyo nimembariki. Alafu hivyo nimembariki Abrahamu ndio amekuwa taifa kubwa. Napenda niseme hivi, baraka hutoka pahali. Baraka huja kwa mtu, na baraka hubadilisha maisha ya mtu. Lazima uelewe huu mtazamo wa baraka, kwamba yuko Mungu ambaye huwabariki watu, na wapo watu ambao wanajua kuzipokea zile baraka, na wapo watu wanaoelewa vile baraka inavyowaongoza katika maisha yao, na wewe utakuwa mmoja wao hata leo. Kwa hivyo baraka, swali ni hutoka vipi kwa Mungu? Mungu hulinena neno, na katika kulitii lile neno baraka zinakuja. Katika Kumbukumbu la Torati 28 Mungu aliwaambia watu wake kwamba mkisikia sauti yangu na kuitii, baraka hizi zitakuja kwenu na zitakuwa nyingi mpaka zingine zinawaovertake, zinawapita, mkisikia na kutii. Kwa hivyo baraka number 1 huwa inakuja kwa sababu ya kusikia na kutii. Na ukiangalia vizuri, kuna watu wanasema ya kwamba mama yangu ndiye Mungu wangu, ama wanasema mzazi wao ndiye Mungu wao. Napenda nikupe taarifa, anakuwa Mungu wako kwa sababu haumjui yule Mungu anayebariki. Yule Mungu anayebariki ndiye alitoa amri, akasema hivi, ukimtii. Hivi ni kwamba kama umemsikiza mama na baba, wazazi wako, umewasikiza na umewatii na umewaheshimu, Mungu alisema atakuletea baraka na mambo yako yatakuwa mema. Maisha yako baadaye yatakuwa sawa. So Mungu akawaambia Waisraeli, baraka hizi zitakuwa nyingi sana. Utabarikiwa ukitoka, utabarikiwa ukirudi. Uzao wa tumbo lako utabarikiwa. Maongeo ya zizi lako yataongezeka. Nitakupatia mvua kwa wakati wake.
ukipanda nitafungua madirisha na milango ya mbinguni yawanyeshee mvua ndio na kuibariki kazi ya mikono yako. Na akawaambia mtakuwa juu tu na wala sio chini. Sasa nimeona watu ambao wanapigania ushindi katika mambo mengi, katika michezo, katika uongozi, katika jamii, katika jumuiya. Napenda ujue blessing is not accident. Watu hawabarikiwi tu kwa ajali, lakini watu hubarikiwa kwa sababu wamejua kusikia na kutii. Mungu hunena, akamnenea mtu na ule mtu akatii. Sasa Abraham Mungu amemnenea, ametii. Na kwa kule kutii kwake, Mungu akamwambia sasa mimi nitakubariki. Nitakufanya wewe kuwa taifa kubwa. Nitalifanya jina lako kuwa kubwa. Nitakufanya baraka na nitawabariki wanaokubariki. Nitawalaani wanaokulaani. Na nitafanya nini lingine? Nitasababisha jamii zote za dunia ziweze kubarikiwa. Katika mazungumzo ya leo, napenda ufikirie ya kwamba jamii yenu iko na baraka fulani. Na hiyo baraka iliyo katika jamii yenu ipo pia katika maisha yako. Sababu gani watu hushindwa katika maisha? Kwanza ni kwa sababu ya kutegemea uwezo wao wasiouelewa. Uko na uweza usiouelewa. Kwa hivyo tatizo ni kule kuelewa. Pana haja iuangalie kwenu kuna baraka gani. Sikiza vizuri, manake ndio sababu nimekuja hapa. Kuna watu ambao wana baraka fulani, lakini ile baraka haionekani kwa sababu kuna kutotii katika hiyo familia. Sasa kulingana na maandiko, Mungu alisema leo naweka baraka na laana mbele zako. Ukitii unabarikiwa, usipotii unalaaniwa. Na alisema ishara za laana ni umaskini, magonjwa, kukataliwa, kuchukiwa, magonjwa ya aina nyingi, hasara nyingi. Ishara za laana. Sasa unaweza kuangalia kwenu ukakuta nyinyi ni kama mlilaaniwa. Ukiangalia hakuna mtu kwenu ako kwa cheo, hakuna mtu ako na mali, hakuna mtu aliyesoma. Nyinyi mmekuwa tu hivyo na njia mmejisaidia nao. Sasa wengine wameendea pombe, wameendea sigara, wameendea maisha ya chini, na wengine wameendea maneno ya kurogana huko. Sasa imekuwa inakaa kama familia yenu iko hopeless. Lakini napenda nikwambie kwenu kunayo baraka. Kwenu kunayo baraka. Lakini haionekani kwa sababu kuna kutotii Mungu ambao kuko pahali. Sasa ni katika kutii ambao baraka yenu itaonekana. Watu wengi na familia nyingi zilikuwa kama familia yenu. Lakini walipomtii Mungu wakaona baraka zimekuja katika maisha yao. Na mimi napenda nikwambie njia moja ya kuleta baraka kwako na kwa familia yenu ni kumtii Mungu. Njia ya pili ya kuleta baraka katika maisha yenu ni kushiriki vitu vyenu. Msiwe wachoyo. Shirikeni vitu vyenu na watu. Give generously. Hiyo ni njia nyingine ya kuleta baraka katika maisha yenu. Njia ya tatu ya kuileta baraka katika maisha yako na katika familia yenu ni kuwa na mtu ambaye anakuombea ama mnaomba na yeye. Yesu mwenyewe alisema ya kwamba ikiwa watu wawili watakubaliana katika jambo lolote, wakiomba watatendewa na Baba yetu aliye mbinguni.
Kwa hivyo mnaweza kubaliana na mtu akuombee na wewe umwombee. Na hivyo ndivyo Yohana anafanya. Anamwambia Gayo, mzee Gayo, na kuombea ufanikiwe. Yaani muombe ufanisi. Watu wengi huomba mambo mengi lakini hawaombi ufanisi. Muombe Mungu awaletee ufanisi. Njia ya 4 ambayo mtu au watu au jamii huleta baraka katika maisha yao ni kuukomboa wakati. Watu wengi wanapoteza wakati katika story mingi. Wanaketi wanaongea, wajali muda unaenda tu. Au wanalala sana zaidi ya masaa yale yaliyo ya sawa. Wanakaa tu hivyo. Lakini maandiko yanasema tunafaa kukomboa wakati kwa sababu nyakati tunazoishi ni nyakati mbovu. Redeem time. Katika kukomboa wakati, panga wakati kwa kila kitu. Usiwe watu wale ambao hutembea kwa mtu saa 3 wakaongea mpaka saa 7. Hiyo saa 7 ndio mama anaenda dukani kununua chakula. Kinaanza kupikwa, watu wanakula saa 9. Alafu wamekula hapo, wameendelea na story. Vyombo vinaoshwa saa 12 jioni kabla ya kwenda saa 1 kununua chakula kingine kitakachopikwa kiive saa 5. Hiyo iko na madhara mengi, inapoteza wakati na ina athari za afya pia. Kwa sababu mmekula kuchelewa, mmekula kwa wakati sio. Muda hufai kupotezwa kwa sababu time is a gift from God. Tumia wakati wako vizuri. Wengine wanapoteza wakati wao katika kutumia simu, kuongea masaa mengi sana, na mambo wanaoyaongea si ya faraja. Saa ingine ni masengenyo tu. Angalia nikwambie hivi. Tumia wakati wako vizuri kwa sababu Mungu anaangalia hiyo gift aliyokupatia ya wakati unaitumia kwa jinsi gani. Itumie kwa faida yako na kwa faida yake na kwa faida ya watu wake. Jambo lingine la 4 ambalo huleta baraka katika maisha ya watu ni kuwa na maono ama mipango. Upange ni kitu gani mnataka kuachieve, kupata katika maisha. Huwa tunapewa mfano mzuri katika shule. Unakuta kwa mwaka mmoja tunaambiwa mtoto wako atakuwa grade 1 mwaka wa kwanza, mwaka wa pili atakuwa grade 2. Pale mbeleni tulikuwa tunatumia standard. Atakuwa standard 1 mwaka wa kwanza, mwaka wa pili atakuwa standard 2. Sasa wewe mwaka umeisha, hujatoka ile mambo yako vile vile yalivyokuwa last year. Umeingia mwaka wa pili, mambo yako vile vile yalivyokuwa. Sasa nikana kwamba hamkui, amuongezeki. Na ni kwa sababu gani? Hauna maono ya mwaka huu kisha nitakamilisha hili na mwaka ujao nitakamilisha hili lingine. Kwa hivyo unaweza panga jambo kubwa utakalolifanya. Na hiyo inakuletea kwa point inaitwa malengo. Kama uko na maono, uwe na malengo. Kama mnataka kukamilisha kitu kikubwa katika huo mwaka, mnaanza kufanya kidogo kidogo mwaka unapoanza. Hata katika maisha yako unaanza kufanya kitu kidogo kidogo ukiwa unalenga kuwa na kitu kikubwa kinachotengenezwa na hicho kidogo kidogo unachofanya ukielekea pale. Na la mwisho ambalo linaleta baraka katika maisha ya mtu ni kushirikiana na watu waliobarikiwa. Abrahamu aliambiwa nitawabariki watakao kubariki. Tafuta mtu aliyebarikiwa katika mji wenu. Umbariki. Umtamkie baraka. Amebarikiwa ndio, lakini mbariki. Mbariki na fedha, mbariki na vitu. Hivyo umefanya wewe. Umeconnect.
Nilipokuwa training niliambiwa, ama tulipokuwa training tuliambiwa, ukibariki ule ambaye amebarikiwa, zile baraka zake huwa zinashuka kwako. Basi katika swala la leo, mimi ni kama mzee Yohana alivyomwombea mzee Gayo. Nikikuchukua wewe kama mzee Gayo, kwamba nakuombea ufanikiwe katika mambo yote utakaoweka katika mkono wako, na kuombea fanaka. Ubarikiwe, ufanikiwe. Number 1, uwe na afya njema. Number 2, uwe na mali nyingi pamoja na fedha. Number 3, akili yako ibarikiwe na ideas za kuweza kujikuza. Number 4, uwe na mwili mwema. Na napenda nikwambie kile kitakachodumisha baraka hizi ambazo nimekuambia leo ni kumtii Mungu. Kumtii Mungu, upande wa Mungu akiitazama huwa anaita kumkumbuka. Na ndiyo sababu maandiko matakatifu katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati 8:20 inasema, na utamkumbuka Bwana Mungu wako ambaye huwa anakupatia nguvu ya kujifanyia utajiri. Kwa hivyo Mungu atakupatia nguvu. Mungu tunayeongea naye ako katika harakati ya kuwatia watu nguvu. Katika Isaya 40 aya 29, neno la Bwana linaonyesha kwamba Mungu huwatia nguvu waliovunjika moyo na huwaongeza uwezo wasiokuwa na uweza. Kwa hivyo katika kitabu cha Yoeli, Mungu alisema hivi ya kwamba let the weak say I am strong and let the poor say I'm rich. Anza kuanzia leo kusema we ni tajiri, na katika kusema matendo yafuate ya mambo niliyokufunza leo. Tunapofika kikomo, napenda ujue yupo Yesu ambaye anamwakilisha Mungu kwa hii dunia. Ukiliita jina lake utakuwa salama na maisha yako yatabadilika. Asante kwa sababu ya kunisikiliza, na ningependa kukuambia hivi, yote yanawezekana. Usisahau kulike, kushare, kusubscribe na kucomment. Hadi kipindi kingine kijacho, ni mimi wako Mwalimu Filipo, ambaye ni mwalimu na mshauri wa jamii. Stay safe. God bless you and stay blessed. Thank you.